tunahitaji sana wanafunzi wanaposoma, wakiwa mashuleni, wakiwa vyuoni, sio kazi ya kuingia darasani na kusoma tu. Ni wakati vile vile wa kuishi na kujenga mahusiano katika jamii kwa njia mbalimbali. Kwa mfano kwenye masuala kama michezo, kuanzisha klabu mbalimbali, kwa na shughuli nyingine nje ambazo zinahakikisha kwamba unakuwa na mahusiano na watu wengine. Wanasema ombwe ni karakana ya shetani, yani vacuum is the workshop of the devil. Mahali ambapo hakuna shughuli yote ya kufanya, ukiacha vijana wanaweza wakajikuta wanaingia katika masuala ambayo sio mazuri, yana hasara kubwa. Kwa hiyo tungependa sana kuhakikisha kwamba kuna shughuli kama hizo katika vyuo na mashule. Shughuli mojawapo ni hii ya kuwa na scout, club za scout ambazo ni nzuri sana. Zinaunganisha vijana bila kujali kabila, dini, aina yote, jinsia na kadhalika. Wanakuwa na umoja, wanafanya shughuli za pamoja, inawajengea umoja wao. Na kuanza kujenga umoja katika level hiyo ni sehemu mojawapo ya kujenga umoja katika taifa letu. Yaani ukiingia kwenye scout, makabila mbalimbali, dini mbalimbali, jinsia, mnafanya shughuli za pamoja, na ni vyama vya hiari, kwa sababu uingii kwa lazima. Ni unaweza kaingia ukatoka kwa hiari yako, lakini kwa hiari yako ukaingia mkajenga umoja kama ule, unaweza kutusaidia sana kuimarisha umoja wa nchi yetu. Kwa hiyo nimehimiza tutaendelea kukuza klabu za scout mashuleni na kwenye vyuo vyetu, lakini hata shughuli nyingine kama michezo, klabu za mijadala, debate clubs na kadhalika, ili ziweze kuleta mshikamano. Na kuhusu kufungua shule, tunavyoona na kila kitu nilichofuatilia, maandalizi ni mazuri, shule zitafunguliwa vizuri. Katika shule zote za serikali ambazo ziko chini ya TAMISEMI wako tayari kupokea wanafunzi, na shule za private nyingi zitafungua tarehe hiyo hiyo, lakini nyingine zimewahi kidogo, zinaweza kachelewa kidogo kwa sababu kamishna amaruhusu kidogo, anakuwa na flexibility. Lakini katika wiki ile tutaona shule nyingi tayari zinaanza kazi. Tunafahamu tarehe 29 Oktoba mwaka jana ilikuwa ni tarehe ya uchaguzi, lakini ni tarehe ambayo wale vijana ambao ni Gen Z ambao ndio wanachama wetu wengi kirika walifanya vurugu. Lakini hatuna taarifa ya kijana ambaye ni scout ambaye ana rika la Gen Z aliingia katika hizo vurugu, hakuna. Kwa unaweza ukaona aina gani ya uzalendo scout wetu wanayo, na ndio maana hapa mtaaluma mkuu amesema umuhimu wa scout katika karne hii ni mkubwa sana. Niliwashukuru makamishna wa scout na viongozi wote wa scout, walipokea maelekezo ya bodi ya scout kwamba siku ya uchaguzi scout wawahi wakapige, wale wenye umri wa miaka 18 waende mapema kwenye vituo vya kura wakatimize wajibu wao kupiga kura mapema na warudi. Kwa kabla ya vurugu, scout wengi walishatimiza wajibu wao kupiga kura mapema kabisa kabla ya vurugu. Na mpaka muda huu sijapata taarifa yoyote ya scout ambaye ile vurugu alihusika ama aliathirika na ile vurugu. Kwa hiyo yote ni kutokana na yale maadili yetu ya scout. Lingine, kutakuwa na taarifa ya chama, mengi yamefanyika, lakini kubwa mojawapo, kwa miaka 3 mfululizo chama cha Scout Tanzania kimekuwa kipata tuzo kimataifa katika mkutano mkuu wa Afrika na wa dunia kwa growth ya wanachama, ongezeko la wanachama consistent imekuwa kiongezeka. Tukienda mikutano ya kimataifa, tulikuwa mkutano wa Scout duniani ulifanyika Egypt mwaka 2023, na hivi majuzi tulikuwa kwenye mkutano wa Afrika uliofanyika Antananarivo, Madagascar, tulipata tuzo mikutano yote miwili ya growth. Wakauliza siri yetu ni nini? Tukamwambia siri kubwa ni ule waraka wa elimu ambao unahimiza scout shuleni. Imesaidia sana katika growth, na kutokana na usimamizi wa wizara yako imesaidia sana katika growth ya Scout Tanzania. Kwa hilo nipenda kushukuru na kuwapongeza wanaosimamia scout. Mengi yatakuwa kwenye taarifa ya kamishna mkuu ambao kwenye semina imeshapitishwa ambayo chama ilifanya. Lakini ikumbuke kwamba mimi Rashid Mchata niliteuliwa kuwa scout mkuu tarehe 10 mwezi wa 2 mwaka 2025. Katika mkutano huu tumejifunza vitu mbalimbali ikiwemo sifa za uongozi bora, namna kiongozi anavyotakiwa kuwa, uzalendo kwa vijana katika nchi zote especially Tanzania, pamoja na protocol katika nchi. Nikianza katika protocol katika nchi, tumejifunza vipande vingi sana, ambapo kiongozi akaelezea akasema protocol ya kiongozi namna anavyotakiwa kuwa ikiwemo katika sehemu ya wilaya au mkoa.
Nikianza katika sehemu ya wilaya, katika mfano kuna tukio limetokea, labda kuzindua jambo fulani, akakaribishwa mkuu wa mkoa kuwa mgeni rasmi. Akija hapo kwa kuzingatia protocol, mkuu wa mkoa atakuwa ni mgeni rasmi na atakayeongoza ni mkuu wa wilaya. Na nikija katika kwenye uongozi, tukajifunza sifa za uongozi, ambapo sifa za uongozi zikaja tukaambiwa ni atakuwa equality, awe mwenye usawa, asibague rangi, dini, jinsia, apendelee kwa wote. Sifa nyingine, non corruption person, asiwe mwenye kuchukua rushwa wala kushiriki katika vitendo vya rushwa. Nyingine tukajifunza awe transparency, tukajifunza awe awareness. Baada ya kujifunza katika mkutano huu, sisi vijana tumeambiwa tuwe wazalendo. Vijana tunatakiwa tuwe wazalendo katika nchi yetu, tuipende nchi yetu, tufanye mambo ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wote wanahitaji na serikali yetu kwa ujumla wanahitaji. Tuondoe vurugu, tuondoe corruption yoyote inayotoka katika nchi, na mambo yote ambayo yanayofanyika katika nchi ambayo hayahusiani au yapo kinyume na sheria za nchi yanatakiwa ripotiwe haraka iwezekanavyo ili kuimarisha uzalendo wetu katika nchi. Nimepata nafasi na fursa ya kushiriki mkutano mkuu wa 7 wa Scouts Tanzania. Tumejifunza vitu vingi ikiwemo mambo ya uchumi, kujitegemea, lakini kubwa zaidi wito kwa vijana wenzangu, sisi vijana tuna haki ya kulinda amani, tuna wajibu wa kulinda amani ya nchi yetu. Hivyo kama kijana, hakikisha unalinda amani mahali ulipo, hakikisha unalinda amani ya nchi, lakini pia stay safe.